Natamani ufahamu jambo hili ya kwamba kesho yako ni kubwa zaidi ya leo yako. Nafahamu jue jambo hili ya kwamba kesho yako imebarikiwa tena kuboreka. Jinsi Bwana ameifanya kuwa nzito kubwa ya kupendeza. Usife moyo, usikate tamaa wala kufika kiwango cha kurejea nyuma. Maana kesho yako ni kubwa zaidi ya leo yako. Kesho yako imeboreka na Mungu ameifanya kuwa nzuri katika hatua zake za baraka sana. Tumefika kitengo cha maombi. Maana ni saa 11:04 majira ya asubuhi Afrika ya Mashariki. Nataka tuende nao katika maombi tukitangaza habari zangu za kesho ni kubwa zaidi ya leo, tukitangaza ushuhuda mkubwa katika habari za Mungu. Anatenda mema, anatubariki na kutuonekania kabisa. Popote ulipo, natumai Bwana amekuhifadhi licha ya changamoto ambazo umepitia, licha ya kuwa hali imekuwa pengine nzito jana. Umeona uzito wa maisha, lakini leo ni siku yako, siku ya baraka. Tuko hapa kuombea kwamba Bwana aifanikishe njia zako, afanikishe biashara yako, akusaidie popote ulipo, usikose lolote. Jamii yako Bwana ilinde na kuitunza katika mji yote unayeketi ndani, na neema inatosha. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tumekuita tena leo Baba kwa ajili ya kesho yetu. Umetuleta leo na makusudi, na haya ndiyo makusudio yetu ya kwamba kesho yetu Bwana uifanye kuwa nzuri ya kupendeza. Kesho yetu Bwana uitakase. Kesho yetu Bwana uinue katika hatua za watu waliobarikiwa. Kesho yetu iwe kati ya watu walioinuka katika hatua moja kwenda kwa hatua nyingine. Tunakuita Baba, maana wewe unatufahamu kama watoto wako. Kwa wakati huu tunaomba Mungu tupe amani ya mioyo, amani ya taifa. Utupiganie katika hatua zetu zote za kila siku. Utulinde na kila baya lote linalopangwa na adui. Ututende jambo jipya katika huduma wa kila siku. Tunanyenyekea mbele zako Baba Mungu tukisema uinuliwe, utukuzwe na uabudiwe. Asante kwa wote ambao wataipata sauti hii na kuiona video hii. Neema ya Baba ikae juu yao. Wasiweze kulia tena, umelia imetosha. Wasiweze tena kuhangaika, mahangaiko yamekoma. Kibali chako kimekaa nao, nguvu zako zimewazingira. Na lolote utakalolifanya leo likainuliwa kwa utukufu wa Mungu wa Israeli. Wataguza vitu vibarikiwe, watatembea kwa miguu yao, hatua ya miguu yao ibarikiwe. Wataenda katika maofisi, baraka ziwe nao. Wataenda biasharani, Bwana uwalinde. Wataenda katika sehemu za jua kali, Mungu uende pamoja na wao. Tunatangaza wema na fadhili zako juu yao. Endelea kupanua mipaka ya Radio Fortune Africa ili kuwafikia wengi kwa utukufu wa jina la Mungu wa Israeli. Watende mema watumishi wako na kuwabariki hatua za watu waliobarikiwa. Tunasema uinuliwe na utukuke milele, maana wewe ni Mungu wetu, na ni kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Ninaamini umekuwa na wakati mwema kwa kipindi hiki kizuri sana cha Kisima cha Matumaini. Kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa majira yale ya saa 10 hadi saa 12 asubuhi. Nashukuru kwa muda wako na kwa wakati wako. Bwana kulinda, kubariki sana na kutende mema, na lolote utakalofanya leo lifanikiwe na kuinuliwa kwa hatua nzuri, tena hatua ya kupendeza kabisa. Naondoka nikisema hivi, sisi ni washindi tena zaidi ya washindi. Twende Shilo, bado pana matumaini. Hata kama mti umekatwa kwa harufu ya maji, utachipuka tena. Mungu akulinde na kufanya chombo cha baraka siku zote. Barikiwa uingiapo na tena barikiwa tena utokapo. Barikiwa mjini na pia kule mashambani, pokea baraka zako ambazo Bwana ameziandaa kwa ajili yako. 456146 hiyo ni TIN namba yetu. Unaweza tuma kichacho ulicho nacho kwa ajili ya kusupport huduma huu kusonga na kusimama na redio hii pia kusalia wani daima. Ni jambo la kupendeza sana kwa moyo huu ulionao. Usichoke kusema nasi na Bwana atakubariki sana. Endelea kugoogle tu Radio Fortune Africa tutupata vyema, ama enda pale tu ndani ya Facebook yetu live na tupata kwa njia nzuri tena kupendeza, na mitandao yote ya kijamii tunapatikana kule kwa njia bora tena ya kupendeza. Fika hapo kwa YouTube yetu ya Radio Fortune Africa, like, follow, pia subscribe, na unaweza share na Bwana atakubariki sana. Matthew Ndeva, sauti ya kifalme, ndilo jina langu. Barikiwa sana, tutapatana tena Bwana akikirimia na kutupa uwezo. Wacha wema wake na fadhili zake zikulinde na zikutunze milele. Kibali chake kiwe pamoja nawe. Asante na